Je, unajua kwamba ndoa nyingi hazifi kwa sababu ya umaskini, uchawi au wakwe, bali hufa kwa makosa madogo yanayorudiwa kila siku? Leo tutazungumzia makosa 7 yanayoua ndoa pole pole. Ikiwa umeoa au umeolewa, usikose kuyasikiliza mpaka mwisho. Huenda kosa unalolifanya leo ndilo litakalokuvunja moyo kesho. Ama kosa la kwanza ni al-kibru, kiburi. Hakuna sumu inayoua ndoa haraka kama kiburi. Mume anasema, mimi ndiye mwanaume wa nyumba, sitamwomba msamaha yoyote. Mke naye anasema, wakati wewe ndiye uliyenikosea, basi ni lazima uniombe msamaha. Siku zinapita, wiki zinapita, lakini hakuna anayesema ajishushe kati yao. Mwishowe, nyumba inajaa ukimya kuliko mazungumzo. Hii ni sifa mbaya, na ameipiga vita sana Mtume Muhammad. Na yeyote mwenye sifa hii, basi hatoisikia harufu ya pepo siku ya Kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hatoingia peponi yule ambaye anayo katika moyo wake chembe ndogo ya kibri. Sahih Muslim. Al-Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullah alisema, ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hakuna yoyote ambaye atanyenyekea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu humuinua. Mume akimuomba mke wake msamaha si udhaifu, na mke akimwambia mume wake nimekosea, sio kwamba imeshuka thamani yake. Huo ndio utukufu wa ndoa yenu, wala sio kujifanya kuwa una kiburi na majivuno. Ama la pili ni maneno makali. Siku zote bora mtu akupige kofi likuingie kuliko kukupiga neno kwa ulimi wake. Kuna wanaume wanaowaita wake zao majina ya dharau, na kuna wanawake wanaowavunjia waume zao heshima kwa maneno mbalimbali mbele ya watoto wao au jamaa zao wa karibu. Wanadhani ni maneno tu, lakini wanasahau kuwa moyo una kumbukumbu ambazo hazifutiki kirahisi. Mwenyezi Mungu amesema, waqulu linnasi husna, nasemeni na watu maneno mazuri. Suratul Baqara 83. Ikiwa Mwenyezi Mungu ametuamuru tuzungumze vizuri na watu wote, basi kwa mke na mume ni bora zaidi. Kama kuna udhaifu kwa mwenzako, basi isiwe kama silaha kuitumia kwa wengine, kwani kama ni aibu, kila mmoja na zake. Al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi alisema, lisanuka la tadhkur bihi awrata mri'in fakulluka awratun walinnasi alsunu. Usitumie ulimi wako kufichua aibu za wengine, nawe pia una mapungufu na watu wana ndimi. Tukisema watu waseme mambo yako, basi hutobaki salama katika mji au mtaa kwa aibu. Kwa hiyo mume na mke, tahadhari kuambiana maneno mabaya na makali ya kuumizana moyo. Mfano, we shangingi, we malaya, we kinyago. Haya ni maneno ya kuumiza sana, hususan ikiwa huna ushahidi wa unachokisema. Ama la tatu ni kutoka nje ya ndoa kutafuta faraja. Moja ya makosa yanayoizika ndoa kabla ya talaka ni pale mmoja wa wanandoa anapoanza kutafuta faraja kwa mtu mwingine. Wengine huanza kwa kusema ni rafiki tu. Baadaye mazungumzo yanaongezeka,
salamu zinaongezeka. Siri za ndoa zinaanza kusimuliwa kwa watu wa nje. Mwisho wake, moyo unaondoka kwa mwenye haki yake na kuhamia kwengine. Mara nyingi, usaliti hauanzi kitandani. Huanza kwa ujumbe mmoja. Huanza kwa simu moja. Huanza kwa neno, usimwambie mume wako, au usimwambie mke wako. Ukianza kuficha mawasiliano kwa mwenzi wako, ujue unafungua mlango wa shetani. Mshairi alisema, kullu alhawadithi mabda'uha min an-nadhari wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharari. Maovu mingi huanza kwa jicho na moto mkubwa huanza kwa cheche ndogo. Kwa hiyo huo utakuwa mwanzo, lakini haba na haba hujaza kibaba. Unatakiwa kuwa mbali na kila kishawishi cha kuiharibu ndoa yako. Ama la 4 ni kutokusamehe. Hakuna mwanadamu mkamilifu. Hakuna mume asiyekosea. Hakuna mke asiye na mapungufu. Lakini ndoa nyingi huvunjika kwa sababu watu wanakusanya makosa kama mtu anayekusanya mawe. Mwenyezi Mungu anasema, waliafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, na wasamehe na wapuuze. Je, hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni? Surat An-Nur 22. Mke akifanya kosa, mume analikumbusha kila siku. Mume akiteleza, mke analifungua kila ugomvi. Hapo hakuna anayesonga mbele. Wote wanazijenga nafsi zao katika kutokusamehiana. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah alisema, man kathura atabuhu dama taabuhu. Anayezidisha kulaumu huzidisha kujitesa. Ndugu zangu, kusamehe si kusahau kila kitu. Kusamehe ni kuamua kutoruhusu kosa la jana liibe furaha yako ya leo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mwenye kusamehe sana watu wa nyumbani na wa nje, na huo ndio mfano bora kwa kila Muislamu. Ama kosa la 5 ni kutowasiliana. Ndoa nyingi hazivunjwi na ugomvi, zinavunjwa na ukimya. Mke anaumia, anakaa kimya. Mume naye anaona kuna tatizo, lakini naye anakaa kimya. Siku zinapita, miezi inapita, mpaka siku moja mmoja wao anasema, sikutaki tena, nataka talaka yangu. Kumbe tatizo lilianza miezi mingi iliyopita. Kuwasiliana, hata kama mumekwazana kiasi gani, ni sehemu pekee ya kuendelea kuihuisha ndoa yenu. Ama kosa la 6 ni kutowapa wake na waume haki zao. Ndugu zangu, miongoni mwa makosa makubwa yanayoua ndoa pole pole ni pale kila mmoja anapotaka haki zake, lakini hasimamii kutekeleza wajibu wake. Mume anataka aheshimiwe, lakini hampi mke wake mapenzi, matumizi na haki zake. Mke anataka kupendwa, lakini hampi mume wake heshima, utulivu na ushirikiano anaouhitaji. Kila mmoja anasema mimi nifanyiwe, lakini hakuna anayesema mimi nitafanya. Mwenyezi Mungu anasema, waashiruhunna bilmaruf, na kaini nao wake zenu kwa wema. Suratun Nisa'i 19. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule aliye mbora kwa familia yake, na mimi ndiye mbora wenu kwa familia yangu. Imepokewa na At-Tirmidhi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah alipofasiri aya hii alisema,
Kwa maana mwanaume anatakiwa kuishi na mke wake kwa wema, kwa maneno mazuri, tabia njema na mwenendo mwema, kama ambavyo yeye pia anatamani kutendewa. Ndugu yangu, ukimnyima mwenzi wako haki zake kwa makusudi, usitegemee mapenzi ya dumu. Mapenzi hustawi pale kila mmoja anapotekeleza wajibu wake kabla ya kudai haki yake. Mshairi alisema, wa idha almawaddatu ussisat biihtiramin damat wa in daqa az-zamanu biahliha. Mapenzi yanapojengwa juu ya heshima hudumu hata nyakati za shida zinapowafikia wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, usiwe mwepesi kudai haki zako wakati wewe mwenyewe umesahau kutekeleza wajibu wako. Ama kosa la 7 ni kuingiza watu katika siri za ndoa. Makosa mengine yanayovunja ndoa nyingi ni kuwafanya watu wa nje wawe sehemu ya kila ugomvi unaotokea ndani ya nyumba. Mume akigombana na mke wake, dakika chache baadaye rafiki anajua, mama anajua, dada anajua, majirani wanajua. Lakini mwenye kutakiwa kujua kwanza ndiye hajui. Ndoa si ya WhatsApp. Ndoa si ya Facebook. Ndoa si ya vijiwe vya kahawa. Ndoa ni amana. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Hakika miongoni mwa watu watakaokuwa na daraja baya zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama ni mwanaume anayekuwa faraghani na mke wake, naye mke akiwa faraghani naye, kisha akaeneza siri zake. Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah alisema kwa maana, hadithi hii ni dalili ya kuwa ni haramu kufichua siri za maisha ya wanandoa, isipokuwa pale panapokuwa na haja ya kisheria. Ndugu zangu, si kila ugomvi unahitaji kuwafikia wazazi. Si kila tofauti inahitaji kujulikana na marafiki. Kuna mambo ambayo suluhisho lake ni kukaa chini, kuzungumza kwa utulivu na kutafuta maridhiano. Mshairi alisema, idha dhaqa sadru almar'i afsha sirrahu wa khairu alumuri ma hufidha sirru fihi. Moyo unaposhindwa kubeba siri huizalisha nje, lakini mambo bora ni yale yanayohifadhiwa siri yake. Mwisho kabisa ndugu zangu, ndoa haifi kwa sababu ya kukosea siku moja, bali hufa kwa makosa madogo madogo yanayorudiwa kila siku. Kwa hiyo jilindeni na makosa haya 7. Mumuombe Mwenyezi Mungu awape upendo, rehema na uwezo wa kusameheana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu azifanye nyumba zetu kuwa nyumba zenye utulivu, mapenzi na baraka. Allahumma aslih buyuta almuslimin wa alif baina qulubi alazwaj waj'al almawaddata warahmata bainahum daima. Amin. Ewe Mwenyezi Mungu, zirekebisha nyumba za Waislamu, unganisha nyoyo za wanandoa na ujalie mapenzi na rehema viwe vya kudumu baina yao. Amin. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Hekima za Kale ili uweze kupata updates mbalimbali za simulizi zetu kila siku, insha Allah.